wewe binti au mama, lakini pia kijana au baba ambaye upo kwenye mapenzi au unatarajia kuingia kwenye mapenzi, basi ya kupasa uweze kuyatathmini au kuweka neno mapenzi kwenye mzani zidi ya mwenza ambaye unataraji au uliye naye kwenye mahusiano. Dunia ya leo ni tofauti na ile, kwa sababu kwa sasa mapenzi imekuwa ni jambo rahisi mno, ambapo mtoto wa miaka 17, mtoto wa miaka 18 kwa leo anaingia kwenye mahusiano, aidha anakutana na mahusiano kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu baadhi wana smartphone. Kwa hiyo katika dalili hizo zinamfanya mtu kuingia kwenye mahusiano bila kuwa na maandalizi mazuri. Basi Njomba AI7 baada ya kuona hili limekuwa ni tatizo kubwa, ni janga kubwa ambalo linapelekea kuona mambo mengi aidha ambayo yanakuwa yapendezi, nikaona ni vema kuja na hii session ili kuyazungumzia mahusiano katika namna ya kuweza kuelimisha au kufundisha kwa wale ambao wanataraji kuingia na wale ambao wako kwenye mahusiano lakini hawana elimu yoyote ya mahusiano. Kwa hiyo huu ni muda sahihi wa kuyafundisha mahusiano au mapenzi ili kupunguza baadhi ya migogoro, lakini pia kusaidia wavulana kwa wasichana kufanya machaguzi sahihi katika kuingia kwenye mahusiano ili kupunguza zitokanazo au zinazoweza kutokana na mapenzi yenyewe. Hivyo basi nitajaribu kuweka baadhi ya vitu muhimu, nikianza na mapenzi, aina kuu za mapenzi. Mapenzi ina aina nyingi kadri kila mmoja anavyoweza kutafsiri, lakini mimi kama mimi, licha ya kuwa nyingi kulingana na ufahamu wa kila mmoja, bali mimi kama mimi nitagawa mapenzi kwenye fungu 4. Aina ya pili ni penzi la kujaliana. Ili penzi la kujaliana kwangu naliweka kuwa aina ya pili ya mapenzi au ya mahusiano. Aina ya tatu ni penzi la uigizaji. Labda utajifunza au utajiuliza swali, uigizaji unakujaje kwenye mpenzi? Lakini mimi naliweka kuwa kuna aina ya penzi la uigizaji. Alafu aina ya mwisho au ya 4 na ya mwisho ni penzi kamili. Ili penzi kamili au penzi kamilifu kwangu ni aina ya 4 kati ya zile aina kuu za mapenzi ambazo nilijaribu kuziweka, ambazo baadaye kwa undani zaidi tutakuja kuziangalia moja baada ya nyingine. Lakini naomba tuishi na hili kwamba kupitia Love Balance ya Mjomba AI7 kwenye Jules Media imekupa aina kuu 4 za mapenzi au za mahusiano, ambazo nimezitaja ni penzi la utiifu, penzi la kujaliana au mahusiano ya kujaliana, lakini pia kuna penzi la uigizaji, na mwisho ni penzi kamilifu au penzi kamili. Kwa hiyo hizi ni aina kuu 4 ambazo nimejaribu kwenda kuziangalia na kuomba na kuhitaji kuweza kufikishia wewe kijana mwenzangu au baba na mama ambaye upo kwenye mahusiano au kwenye ndoa kabisa. Ni vema kuyafahamu haya ili kwa pamoja tunapokwenda kujifunza baadaye uweze kutusaidia kwenye mahusiano tulionayo. Kwa hiyo ndugu
Ndugu zangu, nitaomba sana kwenye comment. Natamani angalau kwenye comment niweze kupata mawazo yako. Je, next time tuanze na aina gani ya mapenzi? Tuanze kuzungumzia aina gani ya mahusiano kati ya hizi aina nne? Hilo tuomba sana kwenye comment section. Jaribu kuniacha comment yako, then tunaona ile ambayo itakuwa ipendekezwa na watu wengi, tutakuja kuianzia ili kuiangalia kwa undani. Penzi la uigizaji ni penzi la aina gani? Penzi la kujaliana ni penzi la aina gani? Kiukweli fantastic, mambo ni mengi na naamini utafurahi zaidi. Mimi naitwa Mjomba AI7, sitakuacha bure. Utakapokuwa pamoja na mimi kila siku utafaidi mambo mengi sana, kwa sababu hili limekuja maalum kwa ajili yako, ili kuokoa wewe kwenye mahusiano yako au kwenye ndoa yako. Naamini kuna mengi unapitia, lakini kupitia darasa hili itakupa msaada mkubwa au itakusaidia mengi. Aidha, kama sio kujenga, basi itakusaidia basi kukuelekeza nini ufanye, lakini naamini utafaidika kwa mengi. Ungana na mimi kwa wakati mwingine, lakini pia ukisikiliza muziki mzuri wa mahusiano.